Igwen Media, burudani kwa wote. Naam, karibu mtazamaji wa Igwen Media bwana, mimi ni J4G 255 nakuja kuongea na mwenyekiti wa waamuzi hapa nyumbani, nakuja kuongea naye kuhusiana na swala nzima ligi ambazo zipo mezani mpaka sasa hivi, na huku kuna upungufu mkubwa ambao unaendelea kuwepo wa marefari waamuzi wakati hapa nyumbani. Tunakwenda kuongea naye kuweza kujua changamoto ambazo zipitia kipindi hichi ambacho bado ana upungufu mkubwa mpaka sasa wa waamuzi. Habari yako? Salamu sana, habari za kwako? Nzuri. Labda tuambie kuhusiana na swala nzima la upungufu ambao unao mpaka sasa hivi wa waamuzi wa kati. Ndio, upungufu upo kwa sababu kuna urejeaji wa marefari wengi. Swala nzima la kiserikali, ndio wenzetu wa Burundi wanaendelea kurejea nyumbani. Kwa hivyo baadhi ya marefari wengi, idadi kubwa wamerejea, kuna baki wachache. Ndio. Na tuambie umejipangaje kuhusiana na hizi ligi ambazo zinaendelea hapa nyumbani, kwa sababu kuna ligi ambayo tayari wameshatoa magroup, tunasubiri tu ratiba ya mechi zianze na kurudumu lianze kusukuma hapa nyumbani. Vipi umejipangaje kuhusiana na ligi, na ligi ambayo tunasikia fununu haijawa rasmi, ligi kuu ambayo nao hipo mezani inaweza kawekwa hivi rasmi na zote mbili zikawa zinapigwa wakati mmoja, wakati kuna upungufu mkubwa wa waamuzi? Wewe kama mwenyekiti umejipangaje kuhusiana na hilo swala? Cha kwanza, waamuzi ni washirikisho, sio kwangu. Mimi napewa idadi tu. Ndio. Kulingana na upungufu wa idadi ya marefari, nimewaambia kwamba watoe angalau taarifa ya watafute baadhi ya marefari wengine au vijana wengine waje wasomee refari ili tupambane nao kwa pamoja, kwa sababu idadi ni ndogo kweli. Sisi nikasema idadi ya sasa hivi kwa sababu bado hatujajua kama ni wangapi ambao wapo tayari kupiga filimbi, kwa sababu wanaweza wakawa 50, wakawa 30, lakini kati ya 30 15 hawapo tayari, kwa sababu najua hizi ni kazi ambazo tunafanya kazi za kwa hiari. Sio kwamba kuna mikataba, hamna. Mtu anajituma tu, anajitolea, anacheza, akiona kwamba anakaa nyumbani. Kuna wengine familia zinawakataza, kwa sababu hizi za marefari kushambulia kama Nyarugusu, utakuta familia zimeingilia kati. Kwa hiyo marefari wengi wamekataa kupiga filimbi kwa sababu ya changamoto za kifamilia na mambo mengine, lakini ambao wapo ni wachache kweli, sio kwamba ni wengi, ni wachache kabisa. Na labda tuzungumzie kwa swala nzima la kuchukua vijana na kuanza kufundisha kwa waamuzi wa kabumbu hapa nyumbani, na muda ambao inakuwa ni mchache sana, kwa sababu bado tayari hapa hivi punde tu ligi inaweza kuanza. Tabiri leo, kesho yake bado inafeli, lakini Mheshimiwa Abe Maele Kinua akiamua na kusema kuwa anatangaza rasmi ligi inaanza kwa huu muda ambao unao wewe, kweli unakizi kwa kufundisha watu na kuingiza kati kwa waamuzi? Ndio, muda unakizi, lakini naamini hao ambao wapo, kwa sababu tunafanya maandalizi ya mazoezi kila Jumamosi, Jumapili, marefari tunakutana kufanya mazoezi, na yale mazoezi nafikiri yatatusaidia kumudu mchezo yote ambayo imepangwa. Lakini shida tu ni ligi kuu, ndio ligi ambayo inahitaji marefari zaidi ya 40. Sasa marefari ambao wapo hawafiki 20, ni wachache sana. Kwa hiyo ndio changamoto, ndio maana nisema kwamba wangejitahidi angalau wapate idadi kubwa ya marefari kupitia taarifa za kuwasomesha, kwa waje wasome, na hakika watakuwa vizuri pia, kwa sababu ni wengi ambao walisoma hivyo na wakapiga filimbi tu kwenye mazingira ya porini hayo. Ndio. Asante. Hapo kwenye waamuzi, kuna waamuzi ambao wamestaafu kwa muda mrefu sana, lakini mpaka sasa hivi tunawaona tunawashuhudia wakisukuma kurudumu kwenye Pesa Cup, wakiwepo Mashauri, Bwana Harusi na wengine wengi sana wanafanya vizuri kwenye Pesa Cup, japokuwa walishastaafu kwa muda mrefu. Vipi watu kama na wale ukienda kuwastua na kuwaunganisha, kuwarudisha tena kama zamani, waweze kufanya kazi ya jamii hapa kwenye African ya kote moja endelea mpaka sasa hivi? Ndio, wale wapo tayari. Kiongozi wa shirikisho kashaongea nao, amesema wapo tayari na kwenye mazoezi wanafika. Kwa hiyo tunawaamini wapo tayari. Ndio, wapo tayari kabisa na watakuja kabisa, mtawashuhudia kwenye viwanja. Ligi ambayo inatarajiwa kuanza hivi karibuni, mtawashuhudia kwenye viwanja. Kwa hiyo wapo tayari kabisa. Na yale matatizo ambayo yalisababisha mpaka wakastafu, vipi tutayaona tena uwanjani? Hao tayari umeshaongea nao na kuonesha 1 2 3 ya kuweza kufanya ili yale matatizo madogo ambayo yalisababisha mpaka wakawa wana staff kwa muda yasitokee? Baadhi ni matatizo ya kifamilia, ni ya kwa binafsi, sio kwamba wamesimama kwa sababu matatizo ya michezo binafsi, ni wao wanafahamu. Siwezi nikawaingilia sana, sababu ni maamuzi ni ya kwao. Ndio kile ambacho nilisema kama mpira kambini tunacheza, yani refa akipiga filimbi anajitolea, sio kwamba ana mkataba na mtu, hapana, alipi chochote, anapewa saburi
na timu zinakongoa zinawapa kidogo ili ziwasaidie. Hakuna mkataba na marefa akijisikia kwamba leo anaacha, hakuna atakayemsumbua. Ndio shida kambini ya Rugusu, kwa sababu hakuna mikataba. Lakini shida ambazo ziliwasukuma wao kuacha zinakuwa binafsi, kama za kifamilia, kama za kwao, wao ndio wanafahamu hilo. Kwa hiyo kufikia hatua yao wenyewe kustaafu ni changamoto za kifamilia, hazihusiani na swala nzima la Afrika hapa nyumbani. Hapana. Na kingine walikuwa hawajastaafu, kwa sababu mtu akisema amestaafu ni lazima andike nini, walikuwa wanasimama tu, walikuwa simama kwa muda tu, walijisikia kusimama kitu kama na hivi. Na muunganiko wa wale ambao walikuwa wamesimama kwa muda na hao ambao kunao mpaka sasa hivi hawajakidhi mahitaji ya waamuzi ambao unahitaji wewe hapa kwenye soka. Idadi tunahitaji idadi kubwa. Hata kama tukipata marefari 100 ni sawa. Hata kama wakija wote ndio vizuri, lakini lazima wengine wafanyeje kwa sababu kuna kizazi nenda kizazi kuja, ndio hivyo. Kila sehemu kuna promotion, kuna wakongwe na kuna wengine ambao ni vijana wanainuka baadhi. Mpaka sasa kwenye mula wako ambao unaongoza marefari hapa nyumbani, changamoto ni zipi kwa unakutana nazo kwa marefari wenzako, kwa sababu ni watu ambao unaongoza sio wanyama, lazima changamoto ziwe nyingi na uwezo kupambana nazo ili kuweza kuwaongoza. Changamoto ni moja tu, ni wavivu kwenye mazoezi. Wengi wanakimbia mazoezi, wachache ndio wanafika. Sheria ambayo mimi nimewapa ni moja tu, kila mazoezi hakuna kupiga filimbi, kwa sababu refari aza maamuzi aza mwanamchezo ni mazoezi. Uwezo kama mwanamchezo bila mazoezi, popote pale mazoezi yanafanyika. Hata imbaji wa kwasi wanafanya mazoezi, kwa nini marefari wasifanye mazoezi? Na zoezi ndio kitu ambacho kinasaidia mtu kuwa vizuri, kuboresha kipaji au kuboresha kile ambacho anachofanya. Na baada ya kufanya na wenyewe kazi, ushajua uzoefu wao ni mazoezi, wanakuwa wanakimbia. Na hatua kubwa umechukua kwa sababu ya kuweka sawa na soka hapa nyumbani endelee kuwa vizuri. Tutarajie nini kwenye ligi hii hapa kwa wale wachache ambao watakuwa wanakidhi mahitaji na wanakidhi sheria ambazo unawapatia za mazoezi? Tutarajie nini kwenye uwanja? Mtarajie marefari bora. Kwa sababu naamini ligi ambayo imepita umoja wa kimbizi cup, marefari walijitahidi kweli. Najua kwenye grupu za mtandao, kwenye media, malalamiko sana marefari ilikuwa imepungua. Na nafikiri kwenye ligi hii yatapungua zaidi, kwa sababu nitapambana nao tuwe vizuri. Ila tu naomba tu kwa viongozi wa matimu wasio wanawafuata, kwa sababu wakupatia nini ongo, ningekataza hicho, kwa sababu mara nyingi wanasema refari anachukua rushwa kwa wanani, kwa viongozi wa matimu. Kwa hiyo basi ningeomba hata viongozi wa matimu waangalie jinsi gani kulitengeneza hilo swala, ili labda tunaweza tukawa marefari bora zaidi. Na kuna maneno ambayo wanakuwa wanaongea, watu wanasema kuwa inafika stage mwamuzi wa kati naye anatengenezwa kwenye chungu cha asili mpaka anachanganyikiwa, mechi inakuwa nzito kwake. Hiyo inakuwa na ukweli ndani yake, ila tulifahamu hatuamini chao, haamini uchao, lakini kama unajifanya ni la kwao, lakini sasa tuliamini hauliamini. Bwana, unamsikiliza mwenyekiti wa waamuzi wa kati, marefari wa hapa nyumbani ni Valentine, ambaye anakuambia kuwa sasa hivi tutamuona Mashauri bwana harusi akirudia na kikosi chake chote kutoka Pesa Cup, ligi ambayo inaendelea hapa nyumbani, na Michael, wote tutawaona kwenye ligi ambazo zinakuja kuendelea hapa nyumbani, ligi kuu pamoja na ligi ambayo iko mezani. Mpaka sasa hivi haijawa rasmi kuanzishwa, lakini tayari imesha elekea ukingoni kuweza kuanzishwa, na tunakwenda kumaliza naye story moja ambayo inakuwa inagusa sana, watu wanapenda kuijua. Turudie kwako na uhusiana na swala zima la ligi hii hapa. Ligi imeisha, malalamiko yalikuwa ni madogo sana. Na ligi kuu ni ligi ambayo inakuwa na changamoto ya marefari, umeongea hapo. Wanafunzi ambao unawachukua wewe kumradhi, ambao unawachukua wanaanza kusoma lini, mwezi upi na tarehe hipi ambao wataanza elimu hiyo, ili waweze kujitokeza kupata elimu ya wahamuzi? Ningeomba tu hadi muda huu kuanzia sasa waende pale shirikisho wajiandikishe. Nafikia taarifa tayari shirikisho wameshaitoa. Wale waamuzi ambao wapo tayari ama vijana ambao wapo tayari kusomea urefari waende wakasomee. Na wanaangalia nini, vigezo hivi ambavyo mnaangalia zaidi ili kuweza kumkaribisha mtu kwa mwanafunzi? Vigezo unajua kusoma na kuandika, na wewe mwanamchezo tu ambao unapenda soka. Kuna baadhi ambao wakisoma wakipata cheti wanaenda. Kwa hiyo uwe na nia kufanya nini na kufanya kazi. Kigezo kikubwa anatakiwa ujue kuandika, ndio na kusoma tu. Miaka 17 kuandisha. Ndio. Asante bana.
sitakuwa na mengi sana kwa sababu nimemkuta kwenye mazoezi anapasha. Acha niseme tu asante kwa muda wako. Hapa ni Gwen Media, mimi ni Jeff Ojana. Kwa pia kigezo kikubwa cha kuwa mwamuzi wakati hapa nyumbani, zingatia kusoma na kuandika. Nenda Youth Center, tayari mlango uko wazi kwa sababu ya kujisajili kuweza kuwa referee. Sio tu wale ambao watatu kwa mareferee, hata wewe shabiki unaweza vipi, anaweza kuja kujisomea kuweza kujua sheria. Waje sheria. Kwanza sisi tunawahitaji sana. Ukijua sheria watatusaidia kuhamasisha wengine. Kwa sababu mtu ambaye anajua sheria aweze kumshambulia mwamuzi. Bwana, hata na wewe unaalikwa kwenda kushuhudia mafunzo ambayo yanaendelea hapa nyumbani. Na Mungu akisaidia, tukiwa tuko vizuri, tutakuletea moja kwa moja mafunzo kupitia Gwen Media. Mungu akijalia tutakuwa pamoja mwanzo mwisho, ili na wewe uweze kujua sheria 17 za kabumbu ya miguu kutoka hapa kambini ya Rugoso. Asante kwa muda wako, tukutane muda mwingine. Chao. Gwen Media, burudani kwa wote.